Leo neno letu linasema kuwekwa huru na Roho Mtakatifu. Kuwekwa huru na Roho Mtakatifu. Warumi sura ya 8 mstari wa 15 anasema, kwa kuwa hamkupokea tena roho wa utumwa iletayo hofu, bali mlipokea roho ya kufanywa wana, ambayo kwa hiyo twalia Aba, yaani Baba. Anasema hatujapokea roho ya utumwa. Maana yake kuna roho ya utumwa inayomfunga mtu, inayomweka kuwa kifungoni. Alafu kuna roho inayotufanya tuwe wana wa Mungu. Haleluya. Haleluya. Amen. Yes. Kwa hiyo kuna roho ambayo inamfanya mtu awe mtumwa, na kuna roho inatufanya tuwe wana. Amen. Unapokuwa mwana, wewe unakuwa uko huru. Amen. Unakuwa uko huru. Amen. Sasa katika Biblia au kwenye ulimwengu tunaoishi, tuna adui mmoja anaitwa Shetani. Anaitwa nani? Shetani. Na kwenye Efeso 6 anasema vita vyetu sio juu ya damu na nyama, bali ni katika falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya. Kuna vita tunayo, kuna vitu tunashindana navyo ambavyo ni vya kiroho. Ukishashinda kwenye ulimwengu wa roho, matokeo yanakuja kudhihirika kwenye ulimwengu wa mwili. Haleluya. Amen. Sasa kitu kimoja ambacho Wakristo wengi hatufahamu ni kwamba Shetani waga yuko hivi. Kama Mungu amekupa kitu, Mungu amekupa uponyaji, Mungu amekupa baraka. Unajua kuna watu wengi wanatoa zaka, wanatoa sadaka, ila wazioni baraka. Siongee wale ambao hawatoi kwa uaminifu, naongea wale ambao kabisa wanatoa kwa uaminifu, hawazioni baraka. Na kibiblia zile baraka ni za kwao. Haleluya. Sasa Shetani waga yuko hivi. Kama Mungu amekupa kitu, Shetani huwa haamini kama kweli kile kitu ni cha kwako. Kwa hiyo huwa anaenda kuweka uzuizi. Yes. Yaani tuashumu Mungu amekupa nyumba, lakini Shetani anaenda kuzuia ile nyumba. Wewe unafika pale unamkuta kuna mtu mle ndani. Hivyo umewahi kuuziwa kiwanja, alafu ile siku unataka uende kujenga, ukakuta kuna mtu naye yuko pale anapalilia. Kuna mtu aliye kunisimulia hiyo kesi. Walinunua kiwanja, siku wanataka waende wakajenge, anataka kaweke zile nguzo za alama, anakuta kuna mtu ameshainua ukuta. Akasema, "What? Nini hiki? Kiwanja umelipia wewe, ila kuna mwingine anaenda." Sasa kama wewe haujui kufanya vita, haujui kulazimisha, haujui kusimamia haki yako, hiyo imeenda. Kuna mtu ananipata? Amina. Natolea mfano hii unielewe mwanzoni hapa. Ndio maana huwa kuna mahakama. Huwa kuna nini? Kuna mahakama. Kinachotupeleka mahakamani ni kwa sababu hichi kitu ni cha kwangu, ila kuna mtu anataka anidhulumu. Amen. Kiwanja nimekilipia, nina hati, ila kuna mtu mwingine naye amekuja na ujanja, naye ana nyaraka feki. Amepiga miuli ya uongo na kweli, ameweka sahihi za uongo na naye anasema kile kiwanja ni cha kwake. Nikikaa kimya atakichukua. Kuna mtu ananipata hapa? Amen. Ila nikienda mahakamani nikaiambia mahakama, mzuieni yule mtu asiende kwenye kiwanja changu, asijenge, asifanye lolote, na nikatoa vielelezo, mahakama inashuka inasema wewe ondoka, kile kiwanja sasa ninapewa, kinakuwa ni cha kwangu. Amen. Amina. Kwa mara ya kwanza kilikuwa ni cha kwangu, lakini nilikuwa sijakimiliki. Baada ya kwenda mahakamani akaondolewa yule aliyokuwa anakingangania, ndipo ninapewa umiliki. Yes. Amen. Sasa kwenye Biblia kuna baraka nyingi ni za kwetu, ila hatujazimiliki. Sio kuna mtu hapa ananipata? Amen. Yaani kuna vitu ni vya kwetu,
ila bado hatujaviishi. Amen. Hapa nikiuliza ni wangapi wameishi kwenye uponyaji hata miezi 6 tu, yani umeexperience ule uponyaji wa kimungu. Lakini ni haki yetu, baraka ni haki yako. Haleluya. Amen. Sasa ukitaka uzione lazima ujue kukata rufaa. Amen. Kuna mtu ananipata hapa? Amen. Kuna vitu havitakuja tu kirahisi. No. Ndio maana Paulo akasema kushindana kwetu sisi sio juu ya damu na nyama. Yes. Sasa tunahitaji kuwekwa huru. Amen. Na kazi mojawapo ya Roho Mtakatifu ni kutuweka huru. Amen. Ila sasa Mungu anapokupa Roho Mtakatifu, ukampokea Roho Mtakatifu, shetani hakubali kirahisi. Anaendelea kukaa aone utaridhika. Sio kuna mtu ananipata hapa. Ndio maana niwaambieni watu wa Mungu. Hapa Jumapili leo tutakuwa mwezi wa 3, si ndio? Amen. Huu mwezi wa 3 nataka uwe ni mwezi wa kukataa hali ulionayo. Yes. Amen. Sio kuna mtu ananipata? Amina. Kuna vitu wewe unaweza kuona ni hali ya kawaida. Kuna maisha unaweza kuona ni hali ya kawaida, kumbe hapana. Ni shetani anataka ukubali. Yes. Huo ugonjwa umeukubali. Amen. Siku moja nilikuwa namsikiliza Prophet Emmanuel Makandiwa wa Zimbabwe, akawa anaongelea jinsi anavyoishi kwenye ndoa yake na mke wake. Hapo bado sijaoa. Akasema sisi tunaishi kwa furaha, tuna amani, hatujawahi kukosana, hatujawahi kugombana. Nikasema Mungu wangu. Machozi yalinitoka. Kwanza nikaomba toba. Haleluya. Nikasema kumbe kuna vitu sisi kwenye ndoa tunaona ni vya kawaida. Kupishana, kubishana, kuvurugana, sijui mnalala amsemeshani. Kumbe kuna watu wana zaidi ya miaka 20 kwenye ndoa hawavijui. Nililia machozi. Na huyo ana Mungu, huyo niliye naye mimi. Ana wokovu nilionao mimi, ana Roho Mtakatifu, huyu niliye naye. Amen. Hiyo siku niliweka determination, nikasema hivi. Niko hata sijapata mke wangu, tukao hata tujaingia kwenye uchumba. Sio hata kama nilikuwa nishakutana naye. Ila niliweka determination. Nataka niwe na ndoa ambayo itakuwa ni amani. Amina. Itakuwa ni upendo. Amen. Mimi niwe na ndoa ambayo nitakuwa ninajisikia raha. Amen. Nitakuwa na uhuru. Nikiwaza narudi nyumbani naenda kwa mke wangu, yani sina shida. Amen. Kuna vitu nikavikataa. Haleluya. Amina. Haleluya. Amen. Kuna vitu nikafanya nini? Nikavikataa. Amen. Nilipovikataa vikutokea. Sasa asubuhi ya leo kuna mambo tunataka tuyakatae. Watu wale waseme amen. Amen. Haleluya. Amen. Uhuru Mungu ameshakupa. Lakini huo uhuru ili uwe halisi lazima uwe mwenyewe ukatae utumwa. Ukatae nini? Utumwa. Amen. Kuna vitu ukiona ni vya kawaida. Ukiona maisha yako ni ya kawaida. Ukiona kukopa ni kawaida. Sio mtu ananipata? Amen. Ukiona kudaiwa ni kawaida. Ukiona yani kuna vitu ukiona tu ni vya kawaida, uweze kuvishinda. Amina. Lakini the day utakaposema hapana, nakataa hili. Kwa nini mimi nyumbani kwangu sina amani? Hivi unajua, unaweza kufika wakati uko unatamani tu uondoke uende mahali nje na kwako. Kwa anasema tukupokea roho ya utumwa. Kwa hiyo utumwa ni roho. Utumwa ni nini? Ni roho. Utumwa ni roho. Amen. Sasa leo nitavishughulikia kwa sababu kuna aina 3 za utumwa. Ila leo nitashughulika na 2 ambazo hizi ndio zinatesa sana watu. Kwanza ni roho ya utumwa. Haleluya. Amina. Pili ni utumwa wa kwenye fikra. Utumwa wa kwenye nini? Fikra. Amen. Utumwa wa kwenye fikra huu uliwakuta wana wa Israeli. Mungu aliwatoa Misri. Lakini wakiwa jangwani wakaanza kutamani tena kurudi Misri. Amen.
Kitu gani kilitokea? Kimwili wameondoka Misri, ila fikra zao zilibaki wapi? Misri. Misri ulikuwa utumwani. Amen. Kuna mtu ananipata? Amen. Misri ilikuwa wapi? Utumwani. Amen. Mungu amewatoa utumwani, lakini wakifika mahali wakutana hakuna maji, hakuna chakula, fikra zao zinakumbuka matikiti ya Misri, zinakumbuka nyama za Misri. Yaani Misri haikuondoka kwenye hivi. Kuna mtu ananipata? Amen. Kwa hiyo kuna utumwa huwa ni wa kifikra. Amen. Na hili eneo linawatesa watu wengi sana. Ukishakuwa mtumwa kwenye fikra, ni afadhali mtu uwe gerezani lakini fikra zako zisiwe gerezani. Amina. Ila kuna mtu anaweza akawa yuko huku uraiani anatembea lakini kwenye fikra amefungwa. Amen. Bora aliyeko gerezani kuliko huyo. Amen. Ndio maana akina Paulo walifungwa lakini kwenye fikra zao hawakujiona kama wamefungwa. Yes. Chochote unachotaka Mungu akutendee, kama usipoona uhalisia wa hicho kitu kwenye fikra zako, hawezi akakitenda. Amen. Ndio maana kwenye Efeso 3:20 anasema anafanya zaidi ya tuombavyo, Yes, na zaidi ya tuwazavyo. Amen. Yaani kama jambo halijaingia kwenye mawazo yako, Mungu hawezi akatenda. Yes. Ndio maana wakati Mungu anamwambia Ibrahimu ile Mwanzo sura 13, Mungu alimwambia tazama hiyo nchi yote. Tazama kusini, kaskazini, mashariki. Hiyo nchi unayoiona ndio nitakayokupa. Amen. Mungu anamwambia Ibrahimu toka nje ziangalie nyota. Amen. Mungu anamwambia kama unavyoziona hizo nyota ndivyo na uzao wako utakavyokuwa. Mungu anachofanya nini? Anamtengenezea picha kwenye fikra. Sio kama mtu ananipata. Haleluya. Mungu anataka Ibrahimu awe na picha, ajione yeye ni baba wa mataifa. Amen. Ikishaingia kwenye fikra, Mungu anatenda. Amen. Ila kama kwenye fikra anajiona yeye ni tasa, hata upako gani ushuke, hawezi akafunguliwa. Amen. Kama kwenye fikra unajiona umefungwa, unajiona una amani kwenye ndoa. Si kuna mtu ananipata? Amen. Kuna watu hawaamini juu ya ndoa. Kuna watu hawaamini juu ya wanaume. Yes. Kuna watu hawaamini juu ya wanawake. Amen. Nimekutana na jamaa mmoja, yeye anasema wanawake weupe wote huwa wana matatizo. Nikasema acha ujinga wewe. Haleluya. Amen. Hiyo ni fikra yake. Huyu akioa mwanamke mweupe, hiyo ndoa haiwezi kadumu. Yes. Unaweza kutafuta mchawi ni yupi, unaweza kutafuta shetani gani. Naona wakati mwingine najiuliza, hivi nimesoma sana Biblia. Wakati najiuliza maana shetani ana nguvu kiwango hiki. Yaani tuna damu ya Yesu. Tuna neno liloumba vitu vyote. Tuna jina lipitalo majina yote. Tuna Roho Mtakatifu, Roho wa Mungu. Yes. Alafu bado shetani ambaye Yesu alimshinda msalabani, Yesu akamshinda kuzimu, Yesu pia akamshinda siku ya kufufuka. Alafu eti bado tuna mateso, bado tuna magonjwa. Amen. Amna. Sio kwamba shetani ana nguvu kiasi hicho. Shetani akishakukamata kwenye fikra. Ndio maana utumwa wa roho ni rahisi ukaushinda. Tukishatoa tu ile roho, haleluya, umewekwa huru. Amen. Ila wa fikra. Yes. Ndio maana kwenye Warumi 12 anasema mfanye upya fikra zetu. Haleluya. Amen. Umewekwa hapo ushuhuda. Mama mmoja alikuwa anapata shida sana kwenye ndoa, ameteseka. Siku moja nilikaa naye kuanzia asubuhi kama saa 6 kasoro asubuhi mpaka saa 1 jioni. Ninaongea naye, namfundisha, namuelekeza. Alitoka pale ananiambia, mtumishi, nimefunguliwa. Amen. Akasema ni leo nimepokea kitu ambacho nilikuwa hata sijui nitakipata. Amen. Kuanzia hapo akabadilika. Akaanza kuiona ndoa yake kwa upya. Amen. Yule hata umuombeje. Hivi tuko mahali hapa. Amen. Nisikia amen ushindi. Amen. Huyo amen. Sema amen. Amen. Haleluya. Amen. Huyo hata umuombeje. Uje niwaambie watu wa Mungu, kama mwanzo kafikiri ni magumu. Yeye unaweza kuona hivi tatizo langu, hivi shida yangu, shida yako sio ngumu. Ila kama kwenye fikra hujawahi kujiona wewe ni mshindi, hata nikuombeje. Kuna watu wameenda kwa watumishi wote. Yaani kuna watu walisema labda Prophet Baraka hana upako, ngoja twende na kwa fulani. Wakaenda. Twende na kwa fulani, wakaenda. Bado wako pale pale. Amen. Ndio maana umshukuru Mungu kwa neema, mafundisho Mungu anaonipa kuwapa mahali hapa. Haleluya. Amen. Sikufundishwa habari za kuokoka na kwenda mbinguni. Yes. Kuna mambo mengi.
Amen. ambayo haya mambo yanakupa mtazamo mpya wa maisha. Yes. Yanakupa mtazamo mpya kuhusu Mungu. Amen. Wengi tukutana na matatizo, tumezoea kulalamika, Mungu yuko wapi? Mungu ameniacha. Lakini mahali hapa mimi nakufundisha ujue kwamba Mungu anakuwazia mema. Amen. Kama umepitia tatizo halijatoka kwa Mungu, kama unauma huo ugonjwa hujatoka kwa nani? Kwa Mungu. Ndio kwa Mungu. Amen. Mungu anaweza akawa mponyaji na pia akawa mleta magonjwa. Glory to God. Amen. Kwa hiyo kuna roho ya utumwa. Amen. Alafu kuna fikra za kitumwa. Yes. Kwenye hivyo viwili, fikra ni mbaya zaidi. Bora utumwa wa kimwili na utumwa wa roho kuliko utumwa wa kifikra. Hapo ndio utajiuliza kwa nini nchi zetu za Afrika pamoja na yote madhahabu, maalmasi na kila kitu tulionayo, maardhi makubwa, wazungu wametuzidi akili. Haleluya. Wametuzidi wapi? Akili. Kwa sisi fikra zetu zimefungwa. Maskini yoyote ukikaa naye utagundua shida ya kwanza alionayo gani hapo? Kwenye fikra. Balesa anauza mandazi ya 100. Huyo Balesa unayemuogopa kwamba ni tajiri anauza mandazi ya shilingi ngapi? 100. Amen. Ila leo hii wewe mama unaogopa kupika mandazi na ukapanga pale ya kuuza 100. Shida inaanzia kwenye fikra. Unaweza kufikiri matajiri wanauza vitu vya bei kubwa. Mtu anayeuza toilet paper ya 500 ni tajiri. Unaweza kufikiri tajiri mpaka niwe na biashara sijui la milioni ngapi. Mtu anayeuza kiberiti cha shilingi 50. Haleluya. Amen. Mtafute uone kama mnalingana. Anayeuza pipia hivyo ni shilingi 50. Haleluya. Amen. Ila ni tajiri. Watu wanafikiri utajiri upo kwenye kufanya mambo makubwa, eti mpaka niwe na mtaji. Mtaji gani? Hapo ulipo wewe ni mtaji. Yes. Yaani Mungu alivyokuumba wewe tayari ni nini? Mtaji. Amen. Shida ni kwamba akili, Amen. fikra zimefungwa. Amen. Utumwa kwenye fikra ni mbaya.